wanaume tupo hivi au nature ipo hivi. Ninyi mliumbwa kwa ajili ya kutusaidia sisi. Unajua hilo Nafahamu. Kwa hiyo wanaume walipewa desire, natural desire ya kumiliki na kumtawala mwanamke. Ukweli ni kwamba wanaume wote huwa wana hiyo shauku ya kuzungukwa na wanawake wengi kadiri inavyowezekana. Wana hiyo sense ya kupenda kuwamiliki na kuwatawala wanawake ili kuwatumia kwa ajili ya vision zao, mambo yao. Shida sio hii kumiliki na kuwatawala wanawake. Shida ni namna gani wanaume wanawatumia wanawake hao. Ndio shida inakuanzia hapo, kwamba mwanaume yeyote ambaye Diva hana jambo la msingi kwenye maisha anayolifanya ambalo linahitaji msaada wako na yupo karibu na wewe au wewe upo karibu naye, uwezekano wa kukutumia kingono unakuwa ni mkubwa zaidi. Nielewa? Lakini pia mwanaume yeyote ambaye hajisikii kumcontain, kummiliki na kumtawala mke wake nyumbani, huwa anakuwa triggered kuanza kutafuta mwanamke mwingine pembeni ambaye akienda kule atajisikia kumiliki na kumtawala. Na shida ni kwamba sasa hivi tupo kwenye era ya women empowerment. Wanawake wa kumilikika na kutawalika ni wachache. Kwa hiyo anatoka kwa mke wake, alikwama kummiliki na kumtawala, anaenda kwa mwingine, anashindwa kumiliki na kumtawala, anaenda kwa mwingine, anashindwa kumiliki. Na huko kote anapoenda hana jambo la maana ambalo anawatumia hao wanawake. Kwa hiyo mwanaume anakuwa like a male whore. Anajikuta kitu pekee ambacho anadhani kwamba kitamfanya amiliki na kumtawala mwanamke ni ngono. Kwa nini? Kwa sababu amekosa ushawishi wa jambo lingine la maana zaidi. Ndio maana kumfanya huyu mwanamke ajisubmit, ajiweke chini ya mamlaka. Ukitaka umkamate mwanaume, weka pembeni mahitaji yako. Yani jifanye kama mahitaji yako wewe sio ya msingi. Yani wewe swala la kupendwa, kujaliwa, kutumia message, jifanye kama you don't care about it. Sisi wanaume tukivurugwa ndani huwa tunakaa kimya, tunafanya physical expression. Physical expression maana yake tunafanya kitendo, hatuongei. Tukivurugwa tunatenda. Kwa hiyo unakuta kuna mwingine mwanaume akivurugwa ndani anaenda kunywa bia. Mwingine akivurugwa ndani ni chepuko. Mwingine akivurugwa ndani anakupiga kofi. Mwingine akivurugwa ndani anaangalia movie mpaka asubuhi. Kinachotokea ni kwamba nilisema mwanaume anaoa ili kwamba ajisikie yeye ni kidume. Kwa hiyo uwezo wako ukianza kuthreat, ukianza kutishia nafasi yake kama mume ndani ya nyumba, anaanza kupambana na uwezo wako. Kwa mwanamke, ukimchukua mwanaume ukamfinance, ukamtengenezea maisha, uwe na uhakika akijipata atakuacha, ataenda kwa mwanamke ambaye anafeel kwamba yeye ni mwanaume kwa huyo mwanamke. Kwa ufupi sana, wanawake hamjawa designed kufix matatizo yetu. Mungu ndio anaweza kufix matatizo ya mwanaume, sio wewe mwanamke. Usijidanganye. Wasomaji wa Biblia wanajua kichwa cha Kristo ni Mungu, kichwa cha mwanaume ni Kristo, kichwa cha mwanamke ni nani? Mwanaume. Matatizo ya mwanaume acha apambane na Mungu wake. Don't try to fix his problems. Ukifix matatizo ya mwanaume, miongoni mwa kitu ambacho utafanikiwa, utamuinua financial, lakini utaua manhood yake. Akikaa na wewe hatojiona kama mwanaume. Ataenda kwingine ambapo ana feel he is a man, ana control kila kitu, ana provide, anahudumia, atatengeneza mpaka nguvu za kiume za kutosha, and then he will dump you. It's nature and you cannot change that. One thing kuhusu wanawake waliofanikiwa, mara nyingi huwa wana mawili. Wana standard wameiseti ya maisha, hawataki kucompromise. Kwa hiyo wanatamani kwenda kwa mtu fulani ambaye atawapa ile standard. Cha pili, huwa wanataka kuwa in control, so wanaenda kwa mwanaume dhaifu ili empower, wakiamini they will always be in control. Wasichojua ni kwamba mwanaume atakuacha uwe in control, lakini atatafuta namna ya kuwa na control kwenye mazingira mengine, na hiyo ndio kinachotokea kwa hao wanawake.
Si wanaume tunathamini mioyo yetu kuliko miili. Yes. Na nyie wanawake mnathamini miili kuliko mioyo. Ni rahisi sana mwanamke kufungua siri zake akawaambia watu. Ni rahisi sana. Unakutana na Bolt na bodaboda ni Bolt, umjui, unaanza tu kumwambia ni haya maisha, haya mahusiano, haya nini, ukafunguka. Ninyi siri zenu sio muhimu sana kuliko miili yenu. Ni rahisi sana kuongea siri zako, lakini kutoa mwili wako ni changamoto. Sisi wanaume miili yetu sio ya thamani sana. Mioyo ndio ya thamani. Yani siri, yani mambo ambayo yananijeruhi, hofu zangu, vipaumbele vyangu, maono yangu, kukufungukia, kukwambia, inachukua nguvu kubwa sana, kama ambavyo inachukua nguvu kubwa sana kwa mwanamke kutoa nguo zake kulala na. Ile nguvu unayotumia kutoa nguo kulala na mtu ndio nguvu ambayo anayotumia mwanaume kufungua moyo wake. Kwa mwanaume anahitaji kwanza akuamini kwamba una uwezo wa kubeba siri zake na utazikeep, utanyamaza kimya na hautachanganyikiwa, hauta freak out akikwambia mambo yake. Kwa atakuwa anakuangalia akiona huyu kama hawezi kuzibeba, atakaa kimya. Anakupenda, anakuthamini, anakujali, lakini hata kufungukia moyo wake. Ila mtakuwa tu mna mahusiano mazuri. Kwa sababu kwa mwanaume anapofungua hisia zake za ndani, manake anakuwa mdhaifu kwako, una uwezo wa kumcontrol unavyotaka. Kwa ili usimcontrol, anawahi kujizuia. Kama ambavyo mwanamke akishatoa mwili wake, mwanaume anakuwa na nguvu sana kwake, ana uwezo wa kumcontrol zaidi kuliko yule ambaye hajalala naye. Kwa hiyo na sisi tuko hivyo. Nikitoa moyo wangu unanicontrol, una uwezo wa kunicontrol. Sasa wewe ni nani mpaka nikupe mamlaka ya kunicontrol? Kwa kuna vitu vingi sana ambavyo lazima niviangalie ili nifunguke sasa, nijiangushe. Kwa hiyo inachukua muda gani sasa? Yani hapo inachukua muda gani kuniangalia na kuniscreen mpaka uniamini sasa na huo moyo? Inaweza ikachukua siku moja na inaweza ikachukua miaka 20. Inategemea tu stamina yako. Ni kwamba wanaume tupo hivi, kabla sijaanza kukwambia mambo ya msingi yanayohusiana na maisha yangu, nitakupima ni kwa kiwango gani unaweza kustahimili kuvumilia mambo yangu ya kipumbavu. Kwa hiyo nikija na upuuzi wangu, nikija na mambo yangu ya kijingajinga ambayo kwako wewe haya make sense, nikakwambia, how do you take it? Unachukuliaje? Ujinga. Kuna ujinga tu, tumepita njiani nikamwona binti ana rangi nyeupe, nikakwambia angalia yule dada mrembo. Okay. Kwa hiyo wewe unaichukuliaje? Kama ujinga wangu huwezi kubeba, mambo yangu ya msingi huwezi kuyabeba. Kwa hiyo atakuangalia reaction yako. Unaona hili umechoka kabisa na hilo. Nimechoka, yani sijaelewa kwa sababu I mean, yani kwa sababu sisi tunafungukaga, yani sisi tuko kama vitabu. Yani ukitaka kumjua mwanamke msikilize, anakuambia kila kitu. Na wala hawazi. Sisi tunawaza sana na calculate, nikimwambia nini kitatokea. Kwa hiyo ndio maana wanaume wengi wanakuwa kimya. Unajua tumeshakutana na hizi story, watu wanasema wanaume ni wa kimya. Yani wanaume, yani mume wangu mimi ni mkimya. Sio mkimya, hakuamini. I say hakuamini. Kuna watu ambao anaongea nao. Kuna watu anaongea nao. Kuna watu anapiga nao ma story ambao huwezi amini. Lakini akija kwako anakuwa kimya. Kwa nini? Kwa sababu anapiga hesabu, anaona frija igandishi. Wanao hii frija igandishi huyo. Yani hapa tunaweza tukachange atmosphere ikabadilika at any point in time. Yanaweza kuta tuna make joke ndani ya nyumba, ghafla mwanamke kasha change. Kumbe ndio mambo yako. Anaona okay, sasa wewe. Ndio maana unakuta wakati mwingine wanaume wengi hawapo comfortable kwenda na wake zao outing. Hawawezi kujimix nao sehemu zao za starehe na vitu kama hivyo. Kwa nini? Anaona wewe tunaweza tukaenda kwa amani tukarudi tumegombana kwa sababu haustahimili kuniona katika upuuzi wangu. Na vivyo hivyo sitakuhusisha kwenye mambo yangu. Of course, kama mambo kwa sababu kiboksi cha siri kina upuuzi na kina mambo ya msingi. Kwa hiyo nikikifunga kwenye upuuzi na mambo ya msingi yanafungika. Yanafunga kote. Okay. Kama tu mambo hivyo, kwa mfano nikikuletea zawadi ukasema ni mbaya, nafunga kiboksi cha zawadi. Kwa hiyo hata hizo nzuri hutapata. Umeelewa Okay. Kwa mfano nikikwambia chakula chako kibaya ukakasirika, sitakwambia kizuri. Hata kama kiwa kizuri sitakwambia, kwa sababu kiboksi cha chakula kizuri na chakula kibaya ni kiboksi kimoja. Nikikwambia hujapendeza ukakasirika, na ukipendeza sitakwambia kwa sababu ni kiboksi kimoja. Huwa kuna wadada barabarani ambaye wanaonekana, si naweza kataja jina gani, sijui niseme na akili zao si sawa au vichaa labda. Sio kabla kuna kichaa kabisa anaokota makopo au yuko njiani, afu namkuta mjamzito. Hivi wanaume wenzetu inakuwaje?
Yani kabisa, yani ni chizi. Lakini ukuta mjamzito. Sasa mimi wanajiuliza sikambia, sasa hii mimba imeingiaje? Hilo swali sina hakika kama naweza nikaelezea imeingiaje. Lakini jambo ni maana kuna mwanaume amehusika. That's my point. Hilo ni uhakika kwamba kuna mwanaume amehusika. Inakuwaje? Nini kilichomsukuma kufanya hivyo? Hakina tofauti na kinachomsukuma mzee wa miaka 60 kumlawiti mtoto, na pia ni sawasawa tu na kile kinachomsukuma baba kulala na mtoto wake wa kike. Ni matukio tu ambayo tunayashuhudia, lakini yana uhusiano mkubwa sana na tatizo la afya ya akili. Labda siri kubwa ambayo watu wengi hawajui kuhusu wanaume ni kwamba wanaume anapokuwa na stress, anapokuwa na msongo mawazo na akashindwa kujimudu kihisia, kujizuia, wengi huwa wana tendency ya kutafuta coping mechanism, namna fulani ya kucope na ile stress, na mojawapo ya njia za kucope na stress anazotumia wanaume ni kufanya ngono. Okay. Kwa wakati mwingine unaweza ukahisi kwamba mwanaume ana tamaa, lakini ukweli ni kwamba sio tamaa, ila ana stress na anatafuta namna ya kuzidilizi zile stress. Lakini kweli kwa dada ambao unakuta kabisa yuko chizi, mavitu amekusanya, mavitu amekana, mavitu yuko haeleweki, anachangana mimba. Nitakwambia yupi bora, dada huyu ambaye ni kichaa au yule ambaye anafanya? Ndio mimi sasa, mimi shida yangu ni kwamba kuna what's wrong with men sometimes. Yani tuna matatizo gani wakati mwingine, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinafanyika vieleweki. Kwa hiyo kumbe inakuwa ni stress. Mwanaume yeyote akiwa na stress, kitu mbadala ni kufanya mapenzi, ndio ambayo huwa anapunguza stress. Kwa hiyo anayekuja mbele yake yeyote sasa hiyo tunasema ni kwa mwanaume ambaye kimsingi anashindwa kujimudu hisia zake, yani ule uwezo wa kustahimili, kwa sababu kuna ile kwamba hisia unazo, stress unazo, lakini una uwezo wa kuzikabili na kuzibeba. Sasa unapotokea kwamba ndani mwako stamina ya kujibeba kihisia hauna, ambayo hiyo ina uhusiano wa moja kwa moja na tatizo la afya ya akili, ndio tunakuta mtu anafanya kituko afu tunasema is it crazy or something? Lakini yeye anaona ndio matatizo yeye nzima kabisa. The rule is simple. Anayedefine nisemeje, vigezo na masharti vya upendo sio mwanamke, ni mwanaume. Because you cannot teach a man how to love you, Diva. You can't. His mother and his father alitakiwa kumfundisha how to love you. A grown up man uweze uka pop up in his life na ukamfundisha jinsi ya kupenda. So kimsingi ukutana na jamaa mmoja hivi mtata haeleweki, wajibu wako ni kuachana naye. Just stay out of his life. Usiingie ukaanza kuwa Mrs. Fix. Trying to fix somebody. Kwamba mwisho wa siku unamuingia kwenye mahusiano ya mwanaume, unaanza kumchonga namna ya kukupenda wewe. You can't. That mission will blow up. Mimi ndio naamua nampendaje mke wangu. If she don't like that, nothing I can do about it. Kwa hiyo kwanza anatakiwa ajifunze my style. Nikimaliza style yangu, then I can ask, honey, what else do you need? What about compromise? What about compromise? Compromise? Nilisema kwamba men are all selfish. We are selfish. We don't compromise. That's bad. No, that's bad. I can tell really that's bad. Ndio maana wanawake sasa hivi wanaongoza saliti. Because wanaume waliokuwa nao they are very selfish. Kwa anaanza kuona, maybe kuna mtu naweza nikaongea naye lugha moja tukaelewana. Wanaongozwa kwa kusaliti na wanaongozwa kwa kuumizwa. That's the bad thing. Kwa sababu hawa ambao wanawaelewa lugha zao, wengi wao ni waongo sana. Ukiona mwanaume anakuelewa sana, Diva, niulize maswali. Why? Yani kwa nini unaweza ukacheza naye akajaa? Mwanaume, yani unampeleka kushoto twende, kulia twende. Mwanaume kweli? The real man. Tupo hivyo. Trust me. Utanipeleka kushoto ila kunirudisha kulia sitaenda. Ukiona unampeleka anaenda, ana mission, ana lengo fulani. Akifanikisha hizo lengo, hakuna rangi utaacha kuona. Damn. Umeona Na wanawake wengi wana confuse baina ya upendo wa mwanaume na lengo la mwanaume. Kuna mstari mwembamba sana.
Mwanaume akiwa na lengo lake fulani, I say huwa anaonyesha mapenzi kuliko anayekupenda kweli. Mission impossible. Yani, utashanga yuko na wewe busy, honey, dear, sweetie, baby. Utaletewa lunch box zimeruka zikatua, utaletewa maua, mwamba anawinda. Na mimi wanapenda kuambia mabinti, huu mchezo ukikuta mwindaji polini ananyata, sio kama ndo mwendo wake. Anawinda kitoweo, akishakipata huwa anatembea vizuri. Kwa hiyo lazima uelewe, unapodili na mwanaume usidili na swala la upendo, dili na swala la objective yake. Why is he so busy? Anataka nini? Ukielewa lengo, umepona. Ukijaa kwenye upendo, rasmi wenye malengo yao huwa wanapenda kuliko wewe. Umekwisha. Umeumia. Kwenye ulimwengu wa wanaume kushindana ni part of life. We compete in almost everything. Whether tuna compete live au kisirisini. Lakini wanaume huwa wana compete. Wanawake huwa wanashirikiana, wana collaborate. Na ndio maana ni rahisi kuwakusanya wanawake kuliko kuwakusanya wanaume. Ndio maana pia hata asilimia kubwa ya watu wanaoenda kwenye counseling ni wanawake, sio wanaume. Kwa hiyo sisi tunashindana, wanawake wanashirikiana. Kawaida kabisa. Sisi tunashindana, wanawake wanashirikiana. Kwa mtoto wako wa kiume ni vizuri ukamwacha hiyo energy yake ya kushindana ifanye kazi, because ni muhimu sana. Wanapenda ligi, kushindanishwa. Yaani wewe amekupita, haiwezekani. Hadi wewe umekuwa wa kwanza, wewe kwa nini hujawa wa kwanza? Men likes games, like tuna compete. Kuna ile hali ya mtu kuoa lakini yeye hajakubali ndani yake kwamba yeye ni mume. Anataka mke lakini yeye hajakubali kuwa mume. Kuna kuoa lakini kuna kutaka kuwa mume. Kuna kuolewa na kuna kutaka kuwa mke. Na tumekuwa kwenye jamii ambayo wanaume wengi wanataka mke lakini wenyewe hawataki kuwa waume. Au wanawake wanataka waume lakini wao hawataki kuwa wake. Kwa hiyo yale majukumu yanayomfanya mke awe mke au mume awe mume yanakuwa kama ni mzigo kwake, kwa sababu ni kama katika fikra zake haikujiandaa. Kwa sababu unaposema kwamba mtu anakumalizia gesi, anamaliza sukari, anatumia sana pesa, wakati unajua wazi ya kwamba ulipokuwa peke yako matumizi hayawezi kuwa kama mlipokuwa wawili, tafsiri yake ni kwamba hukuwa prepared, hukuwa umejiandaa kwa ajili ya hilo. Sio good approach kumwambia mtu kwamba unioe au uniache kwa sababu nimekwambia si ya madhaifu yangu. Hiyo ni kitu kibaya sana. Na kwa wale ambao wananisikiliza, kama pengine hujaolewa au hujaoa na unajua wewe una madhaifu fulani, usimwambie mwenzi wako na matezo haya na haya, chagua moja. Kimsingi kibinadamu hawezi kukuacha. Hata kuoa lakini moyoni mwake atakuacha. Yaani the day anakubali kukuoa ameshakuacha moyoni. Yes, anakuoa lakini ameshakuacha. Kwa sababu hakuna kitu kinaogopesha Irene kama kuingia kwenye ndoa na mtu ambaye unajua wazi ya kwamba sina uhuru wa kuishi maisha yangu kwa sababu tayari ameshatanguliza taarifa fulani ya kwamba yeye ni dhaifu. Kwa hiyo siku akiamua kuishi maisha yake, utakayeumia ni wewe, kwa sababu atakusideline, atakaa mbali na wewe. Alafu atakuwa anakukwepa kila wakati ukitaka kumsogelea. Kwa sababu mimi najua wewe ukija hapa tutagombana. Ndio maana uweze kukuta wanaume wanaenda kwenye vikundi because sisi tuna compete. Hatuna vikundi because we compete most of the time. Sasa epuka sana kumweka mtoto wako wa kiume kwenye utaratibu wa vikundi. Kama unataka aende mbali, tengenezee utaratibu wa kucompete. Whether ni katika kazi za nyumbani, garden sijui zimefanyaje, mpaka shuleni. Mpush compete. Because tuna function vizuri kwenye competition. Ukutana na mwanaume ameshaamua kujikatia tamaa, basi bwana maisha haya bwana fresh tu. Huyo mwanaume maisha yake yatakuwa magumu sana. Yaani anatunzwa, ana masters lakini kaamua ku shut down. Hatafuti kazi, hafanyi kazi, anapewa hela na mke wake. Relax, anapiga bia. Anapiga bia. Akianzishiwa mradi na mke wake milioni sana anazitafuna, anarudi. Anapiga bia. Alafu nasema analaana huyu za ukoo. Yaani kuna roho zinamfuatilia. Hapana, huyo jamaa kaaga mashindano, ameona asishindani. Ili maisha yaende, mwanaume usimuondolee uwezo wa kufanyaje, wa compete. Na ni kwa bahati mbaya hata kwenye ndoa sisi tuna ligi sisi. Yaani anawezekana kesa amekosea lakini amekomaa. Kaombi msamaha ni anashindana. Okay?
Ni kawaida, japo sio nzuri sana, lakini ni kawaida. Naturally we are that way, we compete in everything. So if you want your child, your son to be effective, mwache afanyaje? Compete. Sasa wanawake mara nyingi, wamama, haleluya, wamama mpo, ninyi huwa mpendage hiki, ina irritate, kiacheni hiki, ni kia muhimu sana. Wababa na nyinyi kidogo hiki, watoto wa kike mnatakaga na wenyewe kama sisi, fanya mambo yako wenyewe. Waache washirikiane, waache washirikiane. Wanawake ndio hivyo. Mtoto wa kike by the way akikuwa anakuwa shoga wa mama yake, wanakuwa washoga, wanakaa jikoni wanakusema wewe baba. Waache washirikiane. Ni kikundi kinatengenezwa. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW, tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.